نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi kwetu sisi. Kwanza kutujalia katika ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kutujalia katika waislamu wenye kushikamana na manhaj. Tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika njia hii, atupe thabati katika ibada mpaka mwisho wa uhai wetu. Na ndugu zangu katika imani, na ikiwa tunaendelea na darasa yetu ya tauhid katika kitabu hiki al-mulakhasu fi sharh kitab at-tauhid. Katika darasa iliyopita tulizungumzia kunako masala ya mtu kutaka ulinzi kwa asiyekuwa Allah, al-isti'adhatu bighairi Allah. Tukaona ubaya kunako jambo hilo, yani mtu kutaka ulinzi kwa asiyekuwa Allah. Ima anataka ulinzi kupitia majini, ama anataka ulinzi kupitia mizimu na kadhalika, hirizi na mambo mengineyo kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaona mtu huyu moja kwa moja anaingia katika shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, yani mtu kutaka hifadhi ama kutaka ulinzi kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo tutaingia katika mlango mwingine. Kwa wale wanaofuatilia katika kitabu, ukurasa wa 113, mlango unaosema minashirki an yastaghitha bighairi Allahi au yad'u ghayrahu. Mlango unaosema ni katika shirki, yani minashirki, ni katika shirki an yastaghitha bighairi Allah, kutaka msaada ama kutaka uokozi kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akawa anaomba msaada ama anaomba kuokolewa ama anataka usaidizi fulani kwa asiyekuwa Allah, au yad'u ghayrahu, au kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zote hizi ni katika shirki, kama alivyoanza hapa Sheikh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kwa hivyo leo na masiku yanayokuja hapa mbele tutakuwa katika mlango huu. Kama tutaweza kumaliza leo kulingana na muda, basi tutaumaliza biidhnillah ta'ala. Kwa hivyo tutasimama katika hii nukta ama mlango unaosema ni katika shirki, minashirki an yastaghitha bighairi Allah au yad'u ghayrahu. Ni katika shirki mtu kutaka msaada, kutaka kuokolewa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii istighatha ama naam, al-ghawthi wameifasiri katika wanazuoni kuielezea ili tuweze kufahamu kwa uzuri zaidi. Wakasema ni mtu kuomba kuondolewa katika shida ama kuomba kuokolewa kwa matatizo fulani aliyokuwa nayo, katika mambo ambayo hakuna anayeweza kuyaondoa isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe mambo hayo una uhakika kabisa haya mambo hakuna anayeweza ila ni Allah, alafu ukamuomba mwingine, sasa imani msaada ama kuomba kuokolewa kutokamana na shida fulani. Kwanza anasema al-Allama al-Fawzani hafidhahullah, munasabatu hadha al-bab li-kitab at-tauhid, munasaba wa mlango huu kuwepo katika kitabu at-tauhid, annahu
ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك. Sheikh al-Mujaddid hapa ametaja aina miongoni mwa aina za shirki almunafi li tauhid, zinazokwenda kinyume na zinazopingana na tauhid. Wa huwa an yastaghitha bighairi Allah au yad'u ghayra, nayo ni kutaka msaada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumuomba msaada asiyekuwa Allah au kumuomba yeyote mwingine asiyekuwa Allah. Kumuomba yani katika dua, ima haja fulani ama dua unamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yastaghitha, anasema hapa al-Allama al-Fawzan hafidhahullah, al-istighathatu talabul ghawthi wa huwa izalatu shidda, mtu kutaka uokozi ama mtu kutaka kuokolewa ama kutaka msaada, kwa lugha ambayo itakuwa inafahamika, kwa sababu lugha yetu kidogo Kiswahili kuna baadhi ya maneno yanaweza kafanana, lakini Kiarabu likitamkwa neno istighatha ni tofauti na isti'ana, ingawa yote yanakuwa na maana moja kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo al-istighathatu talabul ghawth wa huwa izalatu shidda. Istighatha ni mtu kutaka kuokolewa ama kutaka msaada, nayo ni mtu kutaka kuondolewa shida fulani aliyokuwa nayo wakati huo, yani mtu ana shida wakati huo akawa anataka kuondolewa hiyo shida yake ama kuokolewa kutokamana na hiyo shida yake aliyokuwa nayo. Hiyo ndio inaitwa istighatha. Sasa istighatha hii ya kiibada haifai isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Au yad'u ghayrahu, au yad'u, anasema al-Allama al-Fawzan, al-farqu baina al-istighathati wad-du'a, tofauti iliyoko baina ya mtu kutaka msaada na dua na mtu kuomba ama maombi. Anasema anna al-istighatha la takunu illa min al-makrub. Istighatha yani hii mtu kutaka msaada haiwi ila pale anapokuwa na majanga ama shida ama matatizo fulani, anakuwa anataka hii al-ghawth, yani al-istighatha, anakuwa anataka kuokolewa muda huu ambao kuna majanga ama kuna shida ama kuna tatizo fulani katika miongoni mwa matatizo ya kidunia, hata pia ya kiakhira. Mathalan mtu ako na shida ama ako na matatizo ama ako na majanga, akawa anataka usaidizi muda huo ama uokozi muda huo, hiyo ndio inaitwa istighatha. Wa amma dua, na amma dua fayakunu min al-makrub wa ghairi, na amma dua inakuwa ni katika mtu akiwa na shida ama hata akiwa hana shida, yani yale maombi mtu anaweza kuomba akiwa ana shida ama hana shida. Dua hii ndio tumeona tofauti kati ya dua na istighatha, yani mtu kutaka uokozi ama kutaka msaada, kuokolewa. Hii al-istighatha inakuwa mtu anapokuwa na mashida tu na majanga na matatizo, lakini dua inakuwa mtu akiwa na shida ama hata akiwa hana shida, hii dua. Sasa zote hizi zikawa haifai kuelekezewa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, haifai kuelekezewa asiyekuwa nani? Asiyekuwa Allah, kwa sababu zote hizi ni ibada, kwa sababu zote hizi ni ibada, ni ibada, hafai kuelekezewa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna shubha moja ambayo watu huwa wakaitumia, na hapa yafaa tuzingatie katika hili. Kuomba msaada kule ambako kuliko katazwa ni kule kuomba msaada ambako kunaingia katika ibada, lakini kuna kuomba msaada ambapo wewe waweza kumuomba binadamu mwenzako akusaidie kitu fulani. Hii haina shida, hii haina shida, ila kuna kuwa na masharti. Yani wewe kumuomba binadamu mwenzako, ima ni msaada ama ni chochote, yatakikana kuwe na masharti ndani yake. Sasa kabla ya kuingia katika hayo masharti, huwa kuna shubha moja huwa ikaletwa na masufi hao katika istighatha hii ama kuomba msaada ama kuomba uokozi. Kuna shubha huwa wakatuletea hapa, shubha ambayo ni mbaya sana. Yafaa watu waifahamu shubha hii ili waweze kuwa na tahadhari nayo.
katika suratul Qasas wakati Allah subhanahu wa ta'ala akielezea ile habari ya Musa, aya ya 15 suratul Qasas aya ya 15. Nafikiri hii kisa ni maarufu, inafahamika. Wakati Musa alipoingia katika mji akakuta kuna watu wawili, fawajada fiha rajulani yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqadha alayhi. Hii ni shubha ambayo watu huwa wakaitumia kwamba umeona hapa hata ilikuja fastaghathahu, yani huyu mtu alitaka uokozi kwa Musa, kwa hivyo inafaa kutaka uokozi kwa binadamu ama kwa kiumbe, inafaa kutaka msaada. Naam, inafaa, lakini kwa masharti. Na hii iliyokusudiwa hapa ni ile ya kibinadamu ambayo ipo kama nilivyoeleza, ipo wewe kutaka msaada kwa kiumbe mwenzako, lakini kwa masharti. Sharti la kwanza huyo ambaye unamuomba msaada awe hai. Sharti la kwanza hili, sikilizeni kwa makini na mzingatie. Yani kumuomba msaada huyo ambaye unamuomba msaada, sharti la kwanza awe nini? Awe hai. Sio unamuomba msaada mtu maiti, mtu amekufa huko, alafu unakwenda eti kumuomba msaada. Hii itakuwa ni shirki. Hii istighatha hii ni ya shirki. Kwanza unayemuomba awe hai, kama ni katika viumbe awe hai. Kuna ile kumuomba msaada mtu, mathalan una shida fulani unataka kumuomba, kwanza awe hai, si mayit. Wale wanakwenda kuomba maiti ameshakufa huko, unataka nini tena? Hawezi kukusaidia. Sharti la pili, hicho ambacho unamuomba nacho awe na uwezo nacho. Yani kama unamuomba mtu akusaidie kitu fulani, unaona kabisa ana uwezo nacho, si unaona huyo hana uwezo. Yani mathalan unataka mtu mambo ambayo hana uwezo, yani anaingia katika sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, awe na uwezo nalo hicho kitu cha kukifanya ama kukusaidia. Au kama hana, lakini unaona kabisa huyu lau angekuwa nacho angekuwa na uwezo wa kumsaidia. Sisi tunafahamiana hapo. Sharti lingine awe karibu. Sio naomba mtu yuko mbali huko, yani wewe umepatwa na shida hapa, alafu unapiga kelele unamuita mtu yuko mbali huko, hata hakusikii, hata hakuoni. Unakazana kumuita na kumuomba, hata hakusikii wala hakuoni, yani yuko mbali na wewe. Alafu sharti lingine la mwisho la 4, uwe na itikadi kwamba hii ni sababu tu, ama huyu mtu ni sababu tu, lakini kunisaidia ama kusaidia kuliko kuwa kuzuri ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Kwa hivyo inafaa kumuomba msaada mwenzako. Sisi kwa sisi tunafaa kuombana msaada ama kutaka kuokolewa, lakini kwa haya masharti. Sharti la kwanza awe hai, sharti la pili awe na uwezo, sharti la tatu awe karibu, sharti la 4 uone kwamba huyu ni sababu tu. Mathalan kuna ile kuomba msaada mtu, mathalan wewe una mzigo unashindwa kubeba, unamwambia hebu nisaidie kidogo niweze kubeba huu mzigo wangu. Unamuomba msaada katika njia hii, hebu nisaidie bana nibebe huu mzigo. Hii hakuna shida, kwa sababu kwanza yuko hai. So mtu amekufa, kuna wale tunaonaga wale naitwa sijui masharifu, anataka kusafiri, anamuita mtu aliyokufa, ama anaenda kumuomba idhini maiti. Bana maiti, tumekuja hapa, tunataka idhini yenu, mababu zetu tunasafiri, mtulinde, mtuangalie. Sasa watu wamekufa, wanaweza kuwasaidia nini? Awe hai. Sharti la kwanza ili awe hai. Tunaona huku klipu zimeenea katika mitandao, yani watu wanataka kujenga msikiti, eti hawana uwezo wa kujenga msikiti, wanakwenda kuomba kaburi. Bana tunaomba kwa idhini yenu. Kwa idhini ya watu maiti wamekufa, kwa hiyo wanatoa idhini gani wao? Ni maiti wamekufa tayari. Ingelikuwa wana uwezo basi wangejiweka kuwa hai. Kwa idhini yako, eti kwa idhini yako, ama kwa idhini la awe hai. Tunaweza sisi kuombana misaada, mathalan jambo yote katika mambo ya kidunia tunaweza, lakini kwa masharti haya. Awe hai, awe na uwezo wa hilo jambo, awe karibu, na uwe na itikadi kwamba huyu ama hii ni sababu tu, lakini mtekelezaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuna hii shubha hii, watu wanasema mbona hapa imekuja istighatha,
yani yule mtu ambaye alikuwa akipigana pale, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqadha alayhi. Hili pale alikuwa na uwezo, kwa sababu huyu alipoombwa msaada, manake kile kisa kinafahamika, Musa aliwakuta wale watu wawili wanapigana, mmoja ni katika watu wake, mwingine ni pande mwingine, yani akahesabika kuwa ni adui wao. Sasa huyu akamuomba msaada Musa, naomba nisaidie bana. Wakati huo anamuomba Musa msaada, huyu Musa si alikuwepo? Musa alikuwepo hai pale kabisa. Na nyingine Musa alikuwa anaweza kumsaidia, alikuwa anaweza, na kweli akamsaidia, fawakazahu Musa faqadha alayhi. Na kingine Musa alikuwa mbali ama alikuwa karibu? Alikuwa karibu. Sasa subhanallah, leo hii utakuta watu, kama kuna klipu moja niliona, sijui ni kwenye ndege ama ilikuwa ni baharini, watu wako kwenye meli, bahari kawa imechafuka, badala watu wakawa wanaita majina ya babu zao, mama yangu nisaidie, mama nakuona huko ulipo nisaidie. Mama ukiangalia mama hayupo wala hakusikii, wala pia pengine ameshakufa tayari, ni maiti, alafu naomba tu nisaidie. La, haifai. Hii sasa ndio inaingia katika isti'adha ambayo ni shirki. Isti'adha ambayo inayokusudiwa kisheria, isti'adha ambayo inayokusudiwa kisheria na ile ambayo inayotakikana kisheria ni ile ambayo kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotueleza katika suratul Anfal, aya nambari 9 katika suratul Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, idh yastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Hii sasa ndio istighatha inayotakikana, ama istighatha inayotakikana kisheria, watu kumuomba msaada Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yote, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ilikuwa ni utangulizi kwa malengo ya watu kuweza kufahamu hapa, asije wakachanganyikiwa na hili ambalo linalofuatia. Nafikiri tuko pamoja na tunaelewana mpaka hapo. Hai, na tukianza hapa na aya ambayo ameiweka hapa Sheikh al-Mujaddid rahimahullah, anasema wa qawli Allah ta'ala, na kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala inayosema katika surati Yunus aya 106, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tad'u min dunillah, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruk. Usimuombe asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala usimuombe wala usipeleke maombi yako kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mtu ambaye ama kwa kitu ambacho ma la yanfa'uka wala yadurruk, kitu ambacho hakiwezi kukunufaisha, ama kama ni mtu hawezi kukunufaisha wala hawezi kukudhuru. Fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin, ikiwa utafanya hivyo, ikiwa utafanya hayo, basi wewe utakuwa ni katika madhalim, utakuwa wewe ni katika madhalim, watu wa dhulma. Manake kama tulivyoeleza huko nyuma, shirki ni dhulma kubwa kabisa, kama tulivyopata kusoma katika aya Luqman akimuonya mwanawe, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, yani shirki ni dhulma kubwa. Kwa hivyo ikiwa mtu atafanya hayo, maana yake akimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, afahamu yeye ni katika madhalim, watu wa dhulma. Madhalim hawa kwanza wamejidhulumu nafsi zao, ingawa inaonekaniwa dhulma, mashirki imeitwa kuwa ni dhulma, inaonekaniwa kwamba watu wanamdhulumu nani? Wanamdhulumu Allah, kwa sababu wanapeleka ibada kwa asiyekuwa Allah. Ilikuwa ni haki ya Allah kuabudiwa, lakini watu wakapeleka haki hii kwa asiyekuwa Allah, maana yake wamedhulumu haki ya Allah. Lakini Allah hapungukiwi na chochote. Yani sisi hata tukisema tunamdhulumu Allah, Allah hapungukiwi na chochote, bado ile inarudi katika nafsi yetu, bado dhulma hiyo inarudi katika nafsi yetu. Kwa hivyo aya aliyotuambia hapa al-Allama, wala tad'u min dunillah, wala usimuombe asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yanfa'uka wala yadurruka,
Ma la yanfa'uka ay in abadtahum la yanfa'uka, ikiwa utamwabudu hatakunufaisha na chochote. Ikiwa utamuomba huyo asiyekuwa Allah hawezi kukunufaisha na chochote. Wala yadhurruka illa ta'budhu, hata ukisema basi humwabudu hawezi kukudhuru na chochote. Na hapa wanakusudiwa wale waliokuwa wakiabudu masanamu katika zama za Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na hii inakuja mpaka leo. Hawa tunawaona leo katika ubadul qubur, hawa wanaoabudu makaburi, hawa wanaoabudu mawali, hawa wanaoabudu mashekhe, wanaoomba maiti, yote hii inawahusu. Yani unakiomba kitu ambacho hakiwezi kukunufaisha ikiwa utakiabudu, ama ikiwa utakiomba, ama hakiwezi kukudhuru ikiwa utaacha kukiabudu. Kama ni hao maiti ama ni hizo makaburi, haiwezi kukunufaisha na chochote wala haiwezi kukudhuru na chochote. Haya, na fa in fa'alta ay da'awta min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa innaka idhan min adh-dhalimin min al-mushrikeen fa inna ash-shirka a'zamu adh-dhulm. Ikiwa utafanya hayo sasa, ukaenda kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ama ukaenda kumuomba ambaye hawezi kukudhuru wala hawezi kukunufaisha, na subhanallah, utakuta hizi aya walikuwa wakiambiwa hao waliokuwa katika zama za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wao wakiabudu masanamu, walikuwa wao wakiabudu mizimu, walikuwa wao wakiomba maiti, wakitengeneza masanamu kama tulivyosoma huku, Latta, Uzza, Manata. Lakini mpaka leo hii bado kuna watu wako na fikra hizo hizo za kuabudu mizimu, za kuabudu watu waliokufa. Utakuta eti mtu amekufa muda mrefu uliopita, subhanallah, lakini katika kaburi yake pale watu wanaenda kufanya nini? Wanafanya tawaf, wanasimama katika lile kaburi, wanaomba katika lile kaburi. Ukiwaambia wanasema sisi hatuombi ili kaburi, sisi hatuabudu kaburi, sisi tunajikurubisha kwa Allah kupitia kaburi. Yale yale waliokuwa wakiyasema washirikina na makufari katika zama za Rasulullah, yale yale wakiambiwa bana msiabudu hivi, wanasema si hatuabudu hivi ila tu liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sisi hatuabudu bana hii ila tunataka tujikurubishe kwa Allah kupitia hii. Hayo majibu wanaoyatoa leo hii, sisi hatuabudu makaburi ila tu tunataka tujikurubishe kwa Allah kupitia hawa, na kupitia makaburi. Ndio majibu yale walioyatoa wale waliokuwa kabla yenu, walipokuwa wakikatazwa kuabudia hivyo, walipokuwa wakiabudia wanasema sisi hatuviabudu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza jambo hili, wala tad'u min dunillah, wala msiwaombe wala msiombe, msipeleke dua zenu kwa yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ama kinyume na Allah, ma la yanfa'uka wala yadhurruka, wale ambao hawawezi kuwanufaisha wala hawawezi kuwadhuru kwa chochote. Fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Na hii aya ndugu zangu alikuwa yuwalengwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani direct alinyoshewa kabisa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio alikuwa akikatazwa na hili katazo. Na filhali sisi tunafahamu yani mtume wetu alikuwa ni maasum, hawezi hata kwa bahati mbaya kuingia katika shirki, hawezi hata kwa bahati mbaya eti anasema kumshirikisha Allah. Hilo jambo lilikuwa haliwezekani, alikuwa ni maasum mtume wetu Muhammadin, lakini Allah bado alimkataza yeye, kuonesha kwamba katazo hili lilikuwa linatuhusu sisi wafuasi wake, sisi wafuasi wake. Na tunaangalia katika Qur'ani pia Allah subhanahu wa ta'ala aliwaelezea mitume, akawataja mitume na sifa zao, mwisho akamwambia mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Katika suratul An'am, tukienda katika suratul An'am, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaelezea manabii, aliwataja manabii kwa juhudi zao na kazi zao kubwa walizozifanya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qabl wa min dhurriyyatihi Dauda wa Sulaymana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadhalika najzi al-muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullun min as-salihin wa Ismaila wa Yasa wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna ala al-alamin wa min abaihim wa dhurriyyatihim. Baada ya walitajwa mitume wote, kazi zao, sifa zao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume Muhammad, dhalika hudallah yahdi bihi man yasha min ibadihi walau ashraku. Hapa sasa ndipo mahali shahid, walau ashraku, hao mitume hao lau wangelifanya shirki, wangelimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, walau ashraku, lau kama wangelimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, la habita anhum ma kanu ya'malu, yangeharibika yote, yangebatilika yote wale waliokuwa wakiyafanya lau wangemshirikisha Allah. Hao ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, vipi kwetu sisi? Yani lau kama ni hao mitume wanaambiwa hivyo, lau wangemshirikisha Allah yangeharibika yote waliokuwa wakiyafanya, vipi kwetu sisi? Na hii tunaona hapa, wala tad'u, hii imeelekezwa kabisa kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Ikiwa utafanya hivyo Muhammad, utakuwa ni katika madhalim, yani utakuwa ni katika mushrikin ama mushrikun, kwa sababu shirki, fa inna ash-shirka a'zamu adh-dhulm, kwa sababu shirka ni dhulma kubwa zaidi. Na tukienda katika al-ma'na al-ijmali lil-aya, maana ya moja kwa moja, maana ya ujumla katika hii aya, anasema al-allama al-Fawzani hafidhahullah, yanha Allahu nabiyahu, Allahu akbar, Allah subhanahu wa ta'ala anamkataza nabii wake, anamuonya nabii wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, an yad'u ahadan min sa'iri al-makhluqin العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر. Allah subhanahu wa ta'ala anamuonya ama anamkataza mtume wake, nabii wake, ambapo hapa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamkataza na anamuonya na nini? An yad'u ahadan min sa'iri al-makhluqin, kumuomba ama kuelekeza dua na maombi yake kwa yoyote yule katika viumbe asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuelekeza dua, maombi kwa viumbe kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili likawa ni katazo direct kumwelekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia bado inarudi kwetu sisi, yani akakatazwa mtume kuomba viumbe ambavyo al-ajizina an isali an-naf'i wa daf'i ad-dar, viumbe ambavyo havina uwezo wa kuleta manufaa wala havina uwezo wa kukinga madhara ikiwa yatakuja, kama tulivyosoma huko, fara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani birahma hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiya Allah alayhi yatawakkalu almutawakkilun. Allahu akbar. Vitu ambavyo haviwezi kuleta madhara, yani kwanza chenyewe kama chenyewe hakiwezi kujisaidia, hakiwezi kujipa manufaa, hakiwezi kujipa uwezo wa kufanya chochote, vipi kitaweza kumsaidia mtu mwingine? Kwa hivyo mtume akakatazwa na jambo hili, na katazo la mtume linakuja kwetu sisi direct, kwa sababu mtume hawezi kufanya hiyo inatulenga sisi wafuasi wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma yubayyinu lahu hukmahu law furida an du'a
au an daa ghaira Allah biannahu yakunu hina idhin min almushrikin. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaweka wazi, kukabainishwa na kuweka wazi hukumu lau kama atatumbukia katika kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa tangu hapo akianza kumuomba asiyekuwa Allah anakuwa min almushrikin, ni katika washirikina wenye kumshirikisha Allah. Wa hadha an-nahyu, nasema al-allama al-Fawzani hafidhahullah, wa hadha an-nahyu aamun li jami'i al-ummah, na hili katazo linaenea kwa wote katika ummata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Haifai sisi kumuomba asiyekuwa Allah, tena kuomba viumbe ambavyo haviwezi kuleta manufaa na wala haviwezi kutukinga sisi na madhara, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atataka sisi tufikwe na madhara. Jamani, nafikiri mnashuhudia katika mjitamaa na mambo yanaenea katika mitandao ya kijamii, tena watu mpaka siku hizi wanarekodi, wanaposti kabisa. Kuna klipu moja niliona watu wamesimama katika kaburi, wanasema hili ni kaburi la anaitwa Sheikh Sharif Rocket. Sheikh Sharif Rocket amefariki muda mrefu huko uliopita, lakini mpaka leo kuna masufi wajinga eti wanakwenda katika lile kaburi lake kuona ati hapa kuna baraka. Sheikh Sharif Rocket amehiji mara 50, zaidi ya mara 50 amekwenda sio Maka na mguu. Haya, kwa hivyo kama amekwenda mara 50, zaidi ya mara 50 Maka, ukisimama katika kaburi lake ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kaburi hili la Sheikh Rocket, na wewe utaenda haji. Fikra potofu, fikra za kisufi, fikra za kishirki hizi, watu wanaenda kumshirikisha ati kaburi alisimama hapa. Ukisimama, yani ukienda tu kusimama hapa alipozikwa Sheikh Rocket, utaenda na wewe haji. Kwa mafundisho ya nani haya? Kwa mafundisho ya nani haya aliyefundisha watu waende katika makaburi? Wallahu almusta'an. Na munasabatul ayati lilbab, munasaba wa aya hii kuwepo katika huu mlango, aya hii, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Anna fiha an-nahya an du'a'i ghayri Allah wa annahu shirkun yunafi at-tauhid. Ndani ya hii aya tunaweza kuona kuna katazo maalum, katazo ambalo ameelekezewa mtume wetu Muhammad, lakini kama tulivyoona, wa hadha an-na'yu wa'amun li jami'i al-umma, hili katazo linaenea katika umma wote huu, ummata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Katazo gani? An du'a'i ghayrillah, kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumuomba asiyekuwa Allah. Wa annahu shirkun, na kwa hakika kufanya hivyo, kumuomba asiyekuwa Allah ni shirki, yunafi at-tauhid, ama yunafi at-tauhid, shirki ambayo inapingana na inakwenda kinyume na tauhid. Ni shirki ambayo inapingana na inakwenda kinyume na tauhid. Jamani, kama ni kumuomba watu, tumuombeni Allah. Kama ni dua, kama tuko na mashida, tuko na matatizo, tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala. Dua zetu tuzielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala huko hakuna gharama kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Jamani, kuna gharimu shingapi kumuomba Allah? Kuna hitaji shingapi ili mtu aweze kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala? Free, bure kabisa. Lakini nenda huko kwingine kuomba, sijui visivyokuwa, utaambiwa hapa sijui ilete hiki, tafuta sijui kuku mwekundu, sijui tafuta sijui kitu cha aina gani, lete hapa, kichanganywe na huku, kipelekwe na huku, sijui amka usiku, sijui nenda njia panda, vunja nazi, fanya kadha wa kadha, mambo ya ajabu, mambo ya kutisha tu, hofu. Lakini njoo kwa Allah tena wepesi kabisa, wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wewe kwani hauna mashaka na Allah? Yani mpaka unaenda kuomba katika vitu vingine huko, wewe huna shaka na Allah subhanahu wa ta'ala? Ama wewe una shaka na dua kwa Allah kwamba Allah mbona hajibu? Maana huku kwa Allah kunachelewesha, mpaka watu wanakwenda huku. Sasa wenyewe wanasema tunapita shortcut. Utakaa tu hivi bwana, utakaa vipi bwana, utateseka. Fahamuni
ukienda kumshirikisha Allah eti lengo uweze kupata mali, naam taban pengine unaweza ukazipata zile mali, lakini fahamu mata'u dunya qalil. Qul mata'u dunya qalil, waambie starehe ya dunia ni ndogo sana, chache sana hii. Sawa, utakwenda kumshirikisha Allah, sijui utafanya kadha wa kadha, lengo upate mali, lakini fahamu hautadumu hapa duniani wewe, hautaishi milele. Ni wangapi walikuwa na mali kabla yako walikufa wakaziacha? Hakuna anayekwenda nazo eti zinakwenda kumsaidia huko, utakufa utaziacha hapa. Huko sasa, huko unapokwenda, huyo ambaye eti ulienda kumshirikisha ili upate mali, huko sasa, huko andaa majibu ya kwenda kumpelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tunaona watu wako tayari, mtu yuko tayari kufanya chochote ili apate mali tu, yuko tayari. Si tena subhanallah, si kuua kuku leo ama kuua ng'ombe ama kuchinja, mtu yomuua binadamu kabisa, anamtoa kafara binadamu mwenzake, anakwenda anamchinja ama anachinjwa huko ili tu apate mali. Yanaonekana haya katika mjtamaa, ukatili unafanyika huko, mtu anaambiwa chinje swi fulani, lete kichwa chake, watu wanafanya hayo ili wapate mali. Qul mata'u dunya qalil, wamshirikisha Allah, waenda kutoa uhai ili upate mali, lakini hautaishi hapa, hautaishi milele. Starehe hii ni ndogo sana. Huko sasa, huko unapoelekea huko kwenye maisha ya milele akhira, huko ndipo kwenye taabu huko. Na wallahi alazim, muumini wa kikweli huwa yuko radhi hata kama ataishi maisha ya kimaskini, maisha duni, lakini alhamdulillah hapa duniani tunaridhika. Tuko tayari kwenda kumshirikisha Allah kwa sababu ya mali, na tunamuomba Allah athabati katika hilo, atudumishe katika hilo, turidhike na hivyo hivyo vichache alivyotupa, wala tusiende kumshirikisha eti ili tutake mali, kwenda kumuomba mwingine, kwenda kuabudu sijui mizimu, kwenda kuabudu majini, kuwachinjia majini ili eti tupate tu mali. La, turidhike na hichi alichotupatia Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa na imani kwamba vipo vikubwa vizuri alivyotuandalia Allah. Kwani shida ya duniani na shida ya kaburini, ipi shida mbaya zaidi? Shida ya kaburini ndio shida mbaya. Shida ya duniani pengine unaweza kupata mahali pa kukimbilia kidogo, lakini kaburini utakimbilia wapi? Ama shida ya yaumul qiyama, shida ya siku ya kiyama, utakimbilia wapi? Hakuna mahali pa kukimbilia. Aina al-mafar? Aina al-mafar? Hakuna mahali pa kukimbilia. Hapa duniani unaweza kupata taabu kidogo tu, kama ni hata kama ni miaka 50, lakini itakwisha. Ukisha kufa ndo khalas. Huko unapokwenda huko ndipo kwenye maisha ya milele na maisha mazuri yenye faida kubwa sana ambayo hakuna majuto yake. Ama katika moto, yani mtu akifanya shirki akatumbukizwa katika moto, eti kisa ilikuwa ni shida tu, shida maisha magumu, unakwenda kumshirikisha Allah, ukawa ni sababu ya kutumbukia katika moto. Unakimbilia wapi huko motoni? Unakimbilia wapi? Duniani hapo unaweza ukakimbilia mahali ukaenda ukaomba ama ukafanya hivi kadha wa kadha, ukakimbilia mahali ukapata msaada, lakini huko katika moto wa jahannam unakimbilia wapi? Kama ni dua, tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tunahitaji maisha si tudumuni katika dua. Allah yamwambia mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa idha sa'alaka ibadi anni, pindi waja wangu watakapokuuliza kuhusu mimi, fa inni qaribun. Hata katika mufassirun wanasema kwamba hii aya, yani aya nyingine huwa zinakuja Allah akimwambia pindi utakapoulizwa, wa idha salak ama yasalunak au chochote, yani pindi akiulizwa basi huaga anaambiwa faqul, sema. Lakini katika aya hii hakuambiwa faqul ama qul, hakuambiwa sema ama waambie, moja kwa moja direct Allah subhanahu wa ta'ala akasema, yeye mwenyewe akajibu, wa idha salaka ibadi anni, pindi waja wangu wanapokuuliza kuhusu mimi, fa inni qaribun, basi wafahamu mimi nipo karibu sana na wao. Fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani, najibu maombi ama napokea dua za mtu pindi anaponiomba. Dua mtu akinyoosha mikono kuniomba, mimi napokea na ninajibu. Kwa nini watu waende kuomba asiye kwa Allah? Tena mpaka anafika mahali kuabudu kabisa. La, watu wafaa muombe Allah subhanahu wa ta'ala katika shida walizokuwa nazo, katika mahitaji waliokuwa nayo,
waelekeze dua zao, mahitajio yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ma yustafadu min al-aya, faida tunazozipata katika aya hii. Faida ya kwanza, anna dua ghairi Allah shirkun akbar. Hakika dua kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni shirki kubwa. Na tukisema shirki kubwa maana yake ndio vile kama tulivyoeleza shirki kubwa huko nyuma. Shirki kubwa kwanza inamfanya mtu kupata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, inamfanya mtu kutoka katika rehema za Allah, yani mtu anatoka kabisa katika Uislamu, anakuwa si muslimu. Yani shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu, na shirki kubwa inamfanya huyu mtu aliyefanya shirki kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kudumu motoni milele, mukhalladun fi an-nar, sahibuhu mukhalladun fi an-nar. Mtu aliyefanya shirki kubwa atakaa motoni, atadumu milele katika moto wa jahannam, wal iyad billah. Allah tuhifadhi na tulinde na moto. Kwa hivyo dua kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki kubwa. Jamani, wale wanaoenda kuomba kwenye makaburi huko, wanaokwenda kuomba kwenye mizimu, wanaokwenda kufanya matambiko eti wanawachinjia mizimu. Na leo hii tunaona baadhi ya mashehe huku kwenye mitandao. Na ukiona mashehe kama hao wanaokuambia sijui kuna mizimu, hao mashehe ni mashehe waongo. Kuweni na tahadhari nao, kuweni makini nao. Hawafai kusikilizwa wala kufuatwa maneno yao. Eti kuna mizimu, nendeni mkaichinjie. Kwa mafundisho ya nani? Nani ambaye amefundisha hivi? Watu wanakwenda kumshirikisha. Yani wewe unawalingania watu waende kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh anawalingania watu wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu utakuta na watu wanapenda vitu hivi. Yani shetani huwa anawapambia vitu hivi, huwa vinapendwa zaidi. Sheikh anawaita watu kwenda kumshirikisha Allah. Kuna mizimu ya mababu zenu, sio wazee wenu, wanawalinda, wanawaona, wanawasikia, muende mkawachinjia. Hadha shirkun, hii ni shirki. Haifai kusikiliza watu kama hao. Haijalishi eti kuna siku wanazungumza vitu vizuri, hapana. Muda wa kuwa ameshadhihirisha itikadi yake ni hii, hafai kusikilizwa wala hafai kufuatwa wala hafai kuchukuliwa maneno yake. Haijalishi atazungumza nini. Muda kuwa yeye tayari huyu ni mushrik na anawalingania watu katika shirki, haifai kuchukuliwa maneno yake. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo hii ni faida ya kwanza. Tumepata kuona kwamba ibada ni dua ni ibada. Kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki, yani kuipeleka dua ama ibada hii kwa asiyekuwa Allah ni shirki. Kwa hiyo kama ni dua, watu wafaa tuelekeze dua zetu kwa Allah. Kama ni kuomba, tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya pili, anna aslaha an-nasi law daa ghayra Allah sara min adh-dhalimin ay al-mushrikin fa kayfa bighayrihi. Hapa tunapata kuona kwamba hakika watu wema, watu wema, watu wazuri, lau kama watamuomba, lau kama wataelekeza dua kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, watakuwa ni katika madhalim, watakuwa ni katika washirikina kabisa. Hapa tunaona Mtume Muhammad anaambiwa ukiwa utafanya hivyo wewe kwenda kumuomba asiyekuwa Allah, fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin. Huyu ni Mtume Muhammad yuambiwa hivi, fa kaifa bighairi, vipi kwa asiyekuwa yeye? Yani ikiwa Mtume Muhammad yuambiwa hivi, na ni jambo ambalo haliwezekani kwake yeye kulifanya, sababu Allah alimlinda, yani mtume ni maasum. Allah alimlinda na alimkinga na kufanya maasi na kufanya shirki. Na sio yeye pekee, bali mitume wote Allah subhanahu wa ta'ala aliwakinga wasifanye, lakini pia bado Allah aliwatahadharisha na aliwakataza na dhambi hili na janga hili la shirki, na fil hali walikuwa hawawezi. Vipi kwa sisi sasa ambao hatuna hata hiyo ibada nyingi? Nani ana ibada hapa kumfikia ama kumkaribia mtume wetu Muhammad? Nani ana ibada? Nani anaweza kuwa mcha Mungu kuliko mtume wetu Muhammad? Ama nani anaweza kukaribia ule ucha Mungu aliokuwa nao mtume wetu Muhammad? Hakuna anayeweza hata kukaribia hata kwa tembe moja, hakuna anayeweza. Lakini bado Allah alimkataza na alimuonya na janga hili la shirki. Vipi sisi? Yafaa tuwe mbali na shirki kwa kiasi gani? Yafaa tuwe mbali na shirki kwa umbali mkubwa sana. Na hapa tunaona lau kama watu wema watafanya shirki, moja kwa moja watakuwa ni madhalimu, watakuwa ni washirikina. Vipi kwa sisi? Ndio tutaangamia kabisa. Naam, faida nyingine tunayoipata, bayanu ajizi alihatil mushrikina wa butulani ibadatihim.
kumebainishwa na kumewekwa wazi kutokuweza hiyo miungu ya kishirikina. Haina uwezo wowote miungu ya kishirikina, haina uwezo wowote ule. Wabutulanu ibadatihim, na kumebatulishwa, ni batili ibada zao ambazo watu watakwenda kuabudu katika ibada za kishirikina ama kuomba ile miungu ya kishirikina. Ibada zao zote ni batili. Subhanallah, mimi nilishangaa na inashangaza wallahi, eti kuna watu wanaabudu ng'ombe. Kuna watu kabisa, watu wazima wana akili zao, utakuta labda ni bosi kwenye kampuni fulani anaabudu ng'ombe. Hamjayaona haya jamani? Yanaonekana anaabudu ng'ombe. Anafika eti ule ng'ombe akiwa anakojoa pale, anakwenda anakinga ule mkojo wake, anajipaka, anakunywa, anamsujudia ng'ombe. Na ili ukitaka uonekane we mbaya, chinja ng'ombe, basi wote waonekana we ni muovu zaidi, we ni shetani, wewe umeua Mungu. Kwa nini umeua Mungu? Sasa hili ng'ombe lenyewe haliwezi kujisaidia. Yaani mtu akilikamata na lichinja huko, vipi eti ndio wewe ukamuombe akusaidie? Allahu akbar. Watu wanaabudu ng'ombe. Allah subhanahu wa ta'ala yatuhifadhi na hilo, na alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah. Kwa sababu yanofanyika huko nje kwa wasiokuwa Waislamu wallahi ni mengi sana na yanatisha. Yanatisha na haingia kilini. Yani vipi wewe unaenda kuomba ng'ombe? Ama vipi wewe unaenda kuabudu ng'ombe? Unasujudia ng'ombe, unaiomba, sio unafanya kadha wakati. Ng'ombe ambayo wenyewe hata ukisema unaichinja muda huo haiwezi kujisaidia. Inakaa hapo, inakamatwa, inakatwa shingo, inachinjwa huko. Na habari inakuwa khalas. Allahu akbar. Hai. Qala wa qawlihi, anasema al-allama al-mujaddid rahimahullah, akitupa aya nyingine. Hiyo ni aya ya kwanza leo tumemalizana nayo, ambapo ilikuwa akionywa mtume wetu Muhammad, na onyo hilo lilikuwa likija na likienea kwetu sisi wote. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Tukija katika aya ya pili ambayo ameiweka hapa Sheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa qawlihi, na qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala inayosema katika suratu Yunus aya 108, aya 107, afwan, aya 107 katika surati Yunus, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Allahu akbar. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ikiwa utapatwa na madhara, ikiwa wewe utapatwa na madhara, ama ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atasababisha wewe upatwe na madhara, fala kashifa lahu illa huwa, hakuna anayeweza kuyaondosha hayo madhara isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa in yuridka bi khairin, na ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakutakia wewe upatwe na khairi, fala radda li fadlihi, hakuna wa kuirudisha ama hakuna wa kuizuilia, wa kuikinga hiyo fadla ya Allah isikufike wewe. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, humfika ama huifikisha kwa yoyote anayemtaka katika waja wake. Wa huwa al-ghafurur rahim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma. Jamani Waislamu, yafaa tuwe na itikadi hizi katika mioyo yetu, kwamba ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametutakia sisi tupatwe na madhara, kwanza tufahamu, qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Muislamu yafaa ufahamu, hakuna wewe linalokufika illa lile alilolipanga Allah subhanahu wa ta'ala, ima ni katika khair ama ni katika shar, ama ni katika madhara au ni katika manufaa. Hakuna yanayokufika illa amepanga Allah subhanahu wa ta'ala yakufike. Na yakisha kufika sasa, pia fahamu, hakuna anayeweza kuyaondosha illa huwa, illa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ima ni hayo madhara yamekufika wewe, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ikiwa umepatwa na madhara ama Allah subhanahu wa ta'ala ametaka wewe ufikwe na madhara,
basi fahamu fala kashifa lahu illa hu, hakuna wakuweza kuyaondosha hayo madhara isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyamsaska Allah ay in yusibka fala kashifa lahu, Allah subhanahu wa ta'ala hakuna wakuyaondosha isipokuwa ni yeye. Na hii bidhurri ilipotajwa hapa madhara, bimaana anasema al-Allama al-Fawzan bifaqrin, imani ufakiri uko nao, mathalan wewe ni fukara maskini, uko na njaa, uko na taabu, uko na chochote kile, au ghairi dhalika min anwa'i dhur, au yoyote isiyokuwa hiyo katika aina za madhara, shida, matatizo, taabu, mitihani, kila kitu aina ya madhara na shari ambazo mtu anaona hizi ni shari, basi afahamu fala kashifa lahu, bimaana la rafi'a, hakuna wa kuweza kuyaondosha hayo, hakuna wa kuweza kuyatoa hayo eti yaondoke kwako wewe, yasiwe tena, hakuna illa huwa, isipokuwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna illa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yuridka bi khairin, pia vile vile kinyume chake, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakutakia wewe mambo mazuri, mambo ya khairi, upatwe na neema, uwe na mali, uwe tajiri, uwe na kadha wa kadha katika neema, katika fadhila za maisha ya kidunia, basi fala radda li fadlihi la dafi'a, hakuna anayeweza kukinga ati kuzuia wewe usipatwe na neema, usipatwe na khair, hakuna anayeweza kuzuia. Muislamu kuwa na fikra hii, yaani ukiwa na fikra hii wewe basi utatulizana moyo wako. Hakuna anayeweza kukudhuru illa kwa idhni ya Allah, na hakuna anayeweza kukuletea manufaa illa kwa idhni ya Allah. Hata wakusanyike dunia nzima, hakuna anayeweza kukuletea madhara. Wachawi wote wakusanyike, wachawi na majini, mashaitani wote wakusanyike, waseme eti sasa wanakudhuru wewe, wanakuletea madhara, hawawezi kukudhuru illa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Majini Maimuna, sijui majini Maimuna, mashaitani gani na wenzao na wengineo, masharifu sijui vitu gani, hawawezi illa kwa idhni ya Allah. Wama hum bidharrin bihi min ahadin illa biidhnillah. Allahu akbar, hakuna anayeweza. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, humfikishia yoyote yule anayemtaka katika waja wake. Imani hayo madhara, yoyote yule katika mja wake anamfika akitaka yeye Allah. Man yasha'u, anayemtaka Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake. Hakuna anayeweza kusema eti huyu anazuia sasa neema ya Allah hii ama madhara na kuondoshia, hakuna. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, mwingi wa kusamehe na mwingi wa huruma. Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للآية، أنا سيما العلامة الفوزان يخبر تعالى كما يخبر الله تعالى أنه المفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii surati Yunus aya 107 anatoa habari hapa, akijitangaza kabisa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni yeye peke yake almutafarrid bilmulki, mwenye ufalme, walqahri, mwenye nguvu, walata, na mwenye kutoa, walman'i, na mwenye kuzuia, wadhur, na mwenye kuleta madhara, wanaf'i, na mwenye kuleta manfaa, duna ma siwa, kinyume na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni yeye peke yake almutafarrid subhanahu, ndio mwenye ufalme wa kihakika, ndio mwenye nguvu za kihakika, na ndio mwenye kutoa, ndio mwenye kuzuia, ndio mwenye kuleta madhara, ndio mwenye kuleta manfaa, ndio mwenye kuyaondosha hayo madhara, kinyume na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo falyalzam ama fayalzamu min dhalika an yakuna huwa almad'uwa wahdahu, inalazimu ama inakuwa ni lazima kuwa ni yeye Allah subhanahu kwa ajili ya hayo, an yakuna huwa almad'uwa wahdahu alma'buda wahdahu duna ghayrihi mimman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a,
inalazimu na inakuwa ni wajib, kwa kuwa yeye ndio mwenye uwezo wa hayo yote, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Basi kwa ajili ya hayo inakuwa ni lazima kuwe anayestahiki kuombwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Almad'u wahda, mwenye kuombwa ni yeye peke yake. Walmaabuda wahda, na kama ni kuabudiwa basi ni yeye peke yake afaa kuabudiwa, Allah subhanahu wa ta'ala, duna ghairihi, kinyume na wengine asiyekuwa Allah. Mimman la yamliku li nafsihi darran wala naf'a, yule ambaye hawezi kujimilikia katika nafsi yake madhara, kujimilikia katika nafsi yake manfaa, hafai kuombwa. Hawezi kumiliki manfaa wala madhara, hawezi kuombwa mtu kama huyo. Afaa aombwe nani? Yule mwenye kumiliki manfaa na yule mwenye kumiliki madhara, huyo ndiye anayestahiki kuombwa. Sasa kama mtu hawezi kujimilikia mwenyewe manfaa wala hawezi kujimilikia, yani hawezi kujinufaisha yeye mwenyewe, akisema ajipatie khairi hawezi kujipatia khairi, akisema hata madhara hawezi kuyaondosha, yale madhara aliyokuwa nayo hawezi kuyaondosha. Sasa vipi? Fadlan an yamlikahuma li ghairihi, achilia mbali kuwa na uwezo wa kuyamiliki hayo kwa asiyekuwa yeye. Yani vipi? Kama yeye mwenyewe hawezi kujipa manfaa, hawezi kujiondoshia madhara, hawezi yeye mwenyewe katika nafsi yake, vipi sasa kwa hao wengine? Yani ikiwa maiti, mfano mzuri, ikiwa maiti yeye mwenyewe amekufa, hawezi kujifanya tena kuwa hai. Maiti amekufa, hawezi kujigusa, hawezi kujisogeza, hata hawezi kuinua hata mguu, vipi anaweza kuwanufaisha wengine? Vipi anaweza kuwanufaisha wengine? Afala taqilun ya ubad alqubur, afala taqilun, watu wenye akili jamani, vipi unaweza kuabudu? Yani hakiwezi kujinufaisha chenyewe kama chenyewe, wala hakiwezi kujiondoshea madhara, vipi unakiabudu? Ama vipi unaona hiki mimi ndafaa kukiomba? Mtu anategemea hirizi ambayo hata ukiweka ukitia kiberiti inaungua huko, haiwezi hata yenyewe kujilinda, alafu mtu anaona hii ndio inaweza kumkinga. Vipi yani? Afala taqilun, hirizi yenyewe haiwezi kujisaidia, vipi unaona eti inaweza kukusaidia wewe? Kwa hivyo haifai kukiabudu ama kukiomba kitu ambacho hakiwezi chenyewe kama chenyewe kujipa manfaa, kujiondolea madhara, hakiwezi kujinufaisha. Kitu kama hiki hakifai kukiabudu wala kukiomba, na inakuwa kufanya hivyo ni shirki. Yafaa tumuombe na tumuabudu almutafarridu subhanahu wa ta'ala peke yake, ambaye yeye ndiyo mfalme, yeye ndiye mwenye nguvu, yeye ndiye mwenye kutoa, mwenye kuzuia, mwenye kuleta madhara na mwenye kuyaondosha hayo madhara na mwenye kuleta manfaa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye peke yake anayefaa na anastahili kuabudiwa, kinyume na hivyo vingine vyote. Si katika mitume haifai kuiomba, yani kuomba mtume haifai, kumuomba mtume sallallahu alaihi wasallam haifai. Watu wanaenda katika kaburi ya mtume wanakwenda kumuomba, yani ilikuwa haifai kumuomba mtume akiwa hai. Na haya si maneno yangu jamani, wala si maneno ya Sheikh. Maana watu wakisema hivi unasikia maneno ya mawahabi. La, katika Qur'ani yanukuliwa maneno ya mtume, tena anaambiwa kabisa na Allah, qul la amliku li nafsi dharran wala naf'a illa ma sha Allah. Mtume Muhammad anasema hivi, jamani mimi siwezi, similiki hata katika nafsi yangu madhara wala manfaa. Tena anaambiwa na Allah, sema qul ya Muhammad, sema ewe Muhammad, la amliku li nafsi dharran wala naf'an, similiki mimi katika nafsi yangu, yani katika nafsi yake mwenyewe mtume wetu Muhammad alikuwa hawezi kujimilikia manfaa wala madhara. Na tukisema hivi si kumdogosha mtume wala si kumdharau wala si kuvunja heshima yake, jamani haya ni maneno ya Allah katika Qur'an. Maana yake tukiyasema hayo nasikia watu wanamkosea adabu mtume. La, mtume yeye alikuwa ni ana basharu mithlukum, mimi ni kiumbe mfano wenu nyinyi, mimi ni mwanadamu kama nyinyi. Tofauti kubwa ilikuwa yeye mtume yuha, alikuwa akipata wahi kutoka kwa Allah, na Allah akawa amemnyanyua daraja yake, akawa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akipokea wahi kutoka kwa Allah direct. Lakini alikuwa ni mwanadamu kama sisi, hawezi. Na hii hapa alikuwa ni hai, mtume alikuwa ni hai kabisa, hai katika umri wake. Anaambiwa na Allah, qul la amliku li nafsi
darran wala naf'a illa ma sha Allah. Sasa vipi akiwa hapa alikuwa yuko hai, vipi sasa akiwa amekufa? Leo tunaona mtume amekufa, lakini bado watu huku wanasema mtume anaweza akatusaidia bana, mtume anaweza akatuokoa, mtume anaweza akafanya kadha wa kadha. Kaif yani? Hata akiwa hai mtume alikuwa haifai kumuomba aiti akusaidia ama kuondoshe madhara ama kulete manfaa, ilikuwa haifai akiwa hai. Vipi itafaa akiwa amekufa? Vipi ifai eti akiwa amekufa? Watu wakaona kwamba mtume amekufa, ina kuna baraka katika kaburi lake, ama tunamuomba mtume ama tunaomba kupitia mtume, na fil hali ameshakufa sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Allah alishamwambia akanushe katika nafsi yake, hakuna. Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'a, qul inni la amliku lakum dharran wala rashada, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma shaa Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba. Subhana, maneno ya mtume anaambiwa aseme na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, anaambiwa sema hivi, qul, sema ya Muhammad, waambie la amliku li nafsi, mimi similiki katika nafsi yangu naf'an wala dharran, manufaa yoyote wala madhara yoyote, illa ma shaa Allah, illa lile alilotaka Allah. Na kisha ikaendelea, walau kuntu a'lamu al-ghaiba, na lau kama mimi ningelikuwa najua mambo ya ghaib, fastakthartu min al-khair wama massani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Na hapa mtume alikuwa hai, kaonekaniwa kuwa hafai kwenda kuombwa mtume akiwa ni hai, bali ilithibiti watu wakienda kwake kumwambia Rasulullah tuombee, hili halina shida. Na hata leo hii waweza kwenda kumwambia yeyote katika watu wa khairu unaowaona kwamba fulani niombee, ijapokuwa si jambo ambalo linapendekezwa sana leo hii kuambiana sisi kwa sisi, ingawa hakuna ubaya, hakuna shida, lakini iliyokuwa nzuri na iliyokuwa bora zaidi watu wajiombee wenyewe. Watu walikuwa wakimfuata mtume kwenda kwa mtume kuombewa na mtume, kwa sababu mtume alikuwa ni bora zaidi kuliko chochote kile. Sasa leo hii tumfuata nani ambaye atakuwa bora zaidi, ama atakuwa sawa na mtume, ama atakuwa daraja sawa na mtume sallallahu alaihi wasallam? Bora zaidi mtu akajiombea mwenyewe. Ikiwa utamwambia mtu fulani bwana niombee dua, ili hakuna shida. Na watu pia tunaona waliokuwa wakimfuata mtume walikuwa wakimwambia tuombee, yani wakitaka mtume awaombee, lakini sio kwenda kumuomba mtume sallallahu alaihi wasallam. Haifai kwenda kumuomba mtume, ilikuwa haifai tangu yeye akiwa hai, pia vile vile haifai leo hii akiwa amekufa. Hii ni katika shirki. Kwa hivyo haifai kumuomba ama kuomba kitu ambacho hakiwezi chenyewe kama chenyewe kujinufaisha, kujipa manufaa, kujinufaisha katika nafsi yake, na wala hakiwezi kujiondolea madhara katika nafsi yake, haifai. Kwa hivyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aambiwa aseme la amliku li nafsi dharran wala naf'a, haifai kumuomba. Jamani, watu wale wanaokwenda mpaka wanatumana, jamani nyinyi mnaoenda huko mkishafika katika kaburi la mtume mtuombeeni sijui kadha wa kadha. Hakuna chochote jamani katika hilo, na watu pia wachunge sana, wanaweza tumbukia katika shirki, kwa sababu haifai kuomba mitume. Hapa ilikuwa kwa mtume. Haya, je, sasa leo hii tunaona kuna hawa wanaomba mawali wenyewe, wakimuona huyu ni mzee mwenyewe, mzee amevaa kilemba kubwa sijui na tasbihi ndefu, anatembea na bakora, tayari anaonekana huyu ni wali. Wanafika pale bwana, wanamsujudia, wanabusu miguu yake, wanatemewa mate, wanakula mate. Vipi sasa kwa hao leo hii? Tena utakuta sasa mtu ashakufaga huko, lakini mpaka leo watu bado wakiomba madad ya Jailan, madad ya Jailan, madad ya Jailan, madad ya fulani. Kaif? Vipi inaweza kuwa mtu ashakufa huko, miaka ishapita, vipi anaweza kukusaidia leo? Wewe tunaona ndugu zangu mambo namna yalivyoharibika. Naam, kuna hao masharifu, kuna masharifu makarama, kuna sharifu majini, kuna sharifu nani na nani, wote hao hawafai kuwaomba wala hawana baraka yoyote. Nenda pale tunatabaruku, unashikwa kichwa, tunatabaruku, umeshikwa kichwa. Tunaona kuna kale kijana kale kapuuzi kale kadogo kadogo, anaitwa nani? Sharif Firdausi sijui.
Wal billah. Mtu anakwenda pale, nafikiri hii klipu zipo huku katika mitandao. Tunaona sijui Sharifu Rocket, sijui Sharifu nani. Alafu mtu anaona akishapewa jina la Sharifu basi anakuwa bora. Unaona Sharifu ni Sharifu. Alafu kila leo hii au masufi wakija na itikadi zao za shirki hizo wanachukua jina la Sharifu. Sharifu nani? Sharifu Makarama, sijui Sharifu Firdausi, sijui Sharifu nani, sijui Sharifu Majini, Sharifu kadha wa kadha. Washirikina hao. Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi. Haifai hao sasa eti kuwafuata ukaona hao sasa wanaweza kuniondoshia madhara ama wanaweza kunifanyia kadha wa kadha. Hawawezi hata wenyewe kujisaidia ama kujiondolea madhara yaliyokuwa katika nafsi zao. Vipi wataweza kuwasaidia wengine? Hawawezi. Wachaelewe, watatupa majina mengi hapa. Sharifu Rocket, kesho na kesho tutasikia Sharifu Helicopter, Sharifu Jet Fighter na nyinginezo huko, Allahu musta'an. Kwa hivyo jambo hilo likawa halifai. Tufahamu sisi Waislamu tuwe na hii itikadi katika nafsi zetu, wa ayyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda lifadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Na ma yustafadu min al-aya, faida tunazozipata katika aya. Faida ya kwanza, wujubu ifradi Allahi ta'ala bi tawhid al-uluhiyya litafarrudihi bi tawhid ar-rububiyyah. Wajibu wa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika tawhid al-uluhiyya kwa upweke wake, yani kama vile alivyopwekeka Allah subhanahu wa ta'ala katika tawhid ar-rububiyyah. Na hapa nitoe tu tambihi muhimu sana. Kuna shubhati zinaletwa huko, sijui kama mmekutana nazo ama mmewahi kuzisikia, kwamba hakuna aqsamu tauhid, aqsamu tauhid ni bid'ah kadha wa kadha. La, hili jambo lipo na insha Allah taala liko na dalili min alkitabi wa sunnah, tena dalili ambazo la tuhsar, hazina idadi, zipo nyingi sana. Insha Allah zitakuja kuelezwa mwisho wa darasa, insha Allah tawaambia ni lini. Kwa hivyo ni wajib kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake kama alivyopwekeka Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhidur rububiyya, katika uumbaji wake na uendeshaji wake wa mbingu na ardhi. Yani kama vile wewe unafikiri. Sidhani leo hii kama kuna mtu ambaye anaona kwamba kuna Mungu mwingine aliyeumba mbingu na ardhi. Hakuna. Yoyote yule atakayemuuliza kwamba ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, atakwambia ni huyo ni Mungu. Kama ataita ni Mungu, lakini ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani ambaye anaendesha usiku na mchana? Ni Allah. Ni nani ambaye analeta umauti? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani ambaye anafanya watu wanakuwa hai, ardhi inakuwa hai, ama anafanya watu wanazaliwa, watu wanazalia? Ni nani anayefanya haya yote? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maana hii ni at-tauhidur rububiyyah. Watu wamempwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika utendaji wake wa kazi, biafalihi, katika utendaji wake wa kazi, uumbaji wake, uendeshaji wake wa ulimwengu. Hii ipo hata Abu Jahal alikuwa nayo hii tauhid ar-rububiyyah. Hata Abu Jahal alikuwa nayo hii, lakini alikosa tauhidul uluhiyya. Yani alikiri yote aliyefanya ni Allah, lakini akawa anaabudu asiyekuwa Allah. Sasa yafaa ni wajib kuwa na tauhidul uluhiyya, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake kama vile alivyopokeka Allah katika uumbaji wake na utendaji wake wa kazi. Tukishakiri kwamba vyote hivyo anavyofanya ni Allah, basi yafaa aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Na faida ya pili, butulanu du'ai ghairi Allah li'ajzihi an naf'i min man da'ahu wa daf'i ad-darri anhu. Ni batili ama vimebatilika vyote hivyo vinavyoombwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, li'ajzihi, kwa kushindwa kwake, an naf'i, kushindwa kwake kuleta manfaa au kuleta madhara. Vimeshindwa, haviwezi kuleta manfaa, haviwezi kuleta madhara. Kwa hivyo ni batil dua kupeleka huko, haifai, shirki.
Faida ya tatu, ithbatu almashiati llahi subhanahu wa ta'ala. Tumepata uthibitisho hapa kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana tunaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka, na lile ambalo analitaka Allah ndilo linalokuwa, kama tulivyoona katika aya, yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka, ithbatu mashiati llah. Allah anataka. Kama Allah ametaka wewe upatwe na madhara, utapatwa. Kama Allah ametaka wewe usipatwe, basi haupatwi na hayo madhara ambayo watu ama itakuwa ya kufiki. Lakini Allah akitaka atakufika, Allah asipotaka hayakufiki. Kwa hivyo tumeweza pia kuona hapa uthibitisho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka, na lile analotaka Allah ndilo linalotimia. Wama tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Haya, faida nyingine ya 4 tuliyoipata katika hii aya, ithbatu sifati al-maghfurati war-rahmati lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bijalalihi. Tumepata uthibitisho sifa mbili hizi, sifati al-maghfira war-rahma, sifa mbili hizi za Allah subhanahu wa ta'ala tumeweza kuzipata uthibitisho wake. Maana mwisho wa hii aya, wama yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Hii ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni sifa ya Allah. Ndio maana kuna ile at-tauhid al-asma wa sifat. Maana watu lazima wampokeshe pia Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake, tena sifa ambazo yaliqu bijalalihi, zinalingana na utukufu wake na ukubwa wake, bila taghyir wala taghtir wala tamthil, bila ya kufananisha wala ya kubadilisha wala ya kugeuza. Yani ukiambiwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe, basi usioni ni kama kusamehe kwangu na kwako wewe tunaposamehe. La, kwamba ukisikia Allah subhanahu wa ta'ala rahimun, ana huruma, basi sio kama huruma yangu na ya kwako. Simfananisha Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake na majina yake. Laisa kamithlihi shay'un, Allah subhanahu wa ta'ala hana mfano wake chochote, wala hafai kufananishwa na chochote. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni wa pekee, wala hafananishwi na chochote. Kwa hivyo lazima pia hii at-tauhid al-asma wa sifat, na zote hizi zipo katika Qur'ani, zote hizi zimethibiti na zipo. Kwa hivyo tumepata uthibitisho wa sifa mbili hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya nini? Al-Ghafur, na sifa ya nini? Ar-Rahma. Yani al-maghfiratu, sifa ya maghfira, na sifa ya rahma, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni msamehevu, anatoa msamaha, ni mwingi wa kusamehe. Na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa huruma, ana huruma yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sifa ambazo, ni sifa mbili hizi tumezipata katika hii aya, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bijalalihi. Haifai sisi tufikiria vipi sasa huo msamaha wa Allah ukoje, ama huruma ya Allah ikoje. Haifai jambo kama hili. Sasa unaingia katika shirki huko. Kishaingia huko kufikiria huruma ya Allah ikoje, utaona kwamba ni sawa na huruma ya kwangu mimi, ama huruma zetu hizi ambazo tunazoona hizi, tunazofanyiana, tunazooneana huruma. Allah subhanahu wa ta'ala yani ar-Rahim, arhamar rahimin, yuko juu ya huruma. Hakuna yeyote anayefikia huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si huruma ya mzazi kwa mtoto wake, hakuna, haifikii huruma ya Allah. Kwa hivyo ala ma yaliqu bijalalihi, wala tusifikirie ni huruma ya aina gani, wala tusifananishe ni huruma ya aina gani. Huko sasa tunaingia katika shirk. Laisa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wa Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Na tumalizie na aya ya mwisho kwa siku ya leo. Fikiri ni aya fupi ama ina maelezo mafupi ambayo pia ameiweka hapa al-Allam ama Sheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdullah al-Wahhab rahimahullah. Anasema qala wa qawlihi, na qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, fabtaghu 'inda Allahi rizqa, fabtaghu 'inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Fabtaghu 'inda Allahi rizqa, ibtaghu ay itlubu, takeni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala rizqi.
Maana kama ni riziki zetu yafaa tuzitaki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtaghu ama fabtaghu inda Allahi rizq, takeni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala rizqi. Maana riziki zinapatikana kwa Allah, yeye ndio Ar-Razzaq, ndiye mwenye kutoa riziki, wala si kiumbe wala si yeyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu washkuru lahu, wa'buduhu bimaana akhlisu lahu al-ibada, mtakasieni Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Wa huwa min atfi al-'am 'ala al-khass. Allahu akbar. Na hii imekuja katika kuunganisha yani jumla ya mambo maalum, yani jambo limeunganishwa jambo la ujumla juu ya jambo maalum. Jambo maalum ambalo limeunganishwa na jambo la ujumla, jambo la riziki. Allah subhanahu wa ta'ala akaiweka hii yani makhsus, fabtaghu 'inda Allahi rizq, alafu kisha ikaja al-'am wa'buduhu, kisha muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ibtighaa ar-rizqi 'inda Allahi min al-ibada. Na hii ni kwa sababu mtu kutafuta riziki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu akawa yatafuta riziki akimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika ile riziki yake anayoitafuta, basi fahamu hii ni nini? Hii ni ibada. Uko katika ibada ndugu yangu, kwa katika riziki yako unafanya kazi yako ya halali, unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, yani unatafuta riziki yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamu fa inna ibtighaa ar-rizqi 'inda Allahi min al-ibada, utafuta riziki kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika ibada. Na tukisema kwa ni ibada, maana yake unalipwa katika hiyo ibada unaifanya. Kisha Allah baada ya kutaja watu watafute riziki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akasema wa'buduhu, na mumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, washkuru lahu ay i'tarifu bi ni'matihi wa fa'alu ma yajibu min ta'atihi wa turuku ma'siyatihi. Maana mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala, onyesheni basi ile shukrani yenu kwa Allah. Ikiwa kama ni riziki yeye ndo anatoa riziki, kama ni kumwabudu anayefaa kuabudiwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala pekee, basi washkuru lahu, mshukuruni Allah, i'tarifu bi ni'matihi, tambueni zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwenu nyinyi, tambueni zile neema za Allah kwenu nyinyi. Wafa'alu ma yajibu min ta'atihi watruku ma'siyatihi, nafanyeni yale ya wajibu kwenu nyinyi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na muache yale maasiya. Na hii wanasema ulama, na hii ndio shukrani kubwa mbele ya Allah. Yani isiwe mtu akaishia tu peke yake kusema alhamdulillah. Naam, alhamdulillah ni katika shukr, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ya rabbil alamin. Lakini shukrani kubwa zaidi mbele ya Allah ni kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha yale maasiya aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio shukrani kubwa kabisa juu ya neema zote alizotupa Allah, ikiwa ni neema ya riziki. Na hapa tukisema riziki inaingia kila kitu hapa. Riziki imebeba karibu kila kitu katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa umejaliwa kuingia katika ndoa ni riziki, umejaliwa kupata mtoto ni riziki, umejaliwa kupata maisha mazuri ni riziki, umepata gari, umepata majumba ni riziki. Kila kitu ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yafaa watu waabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wafahamu zile neema walizopewa na Allah, kisha watekeleze maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na waache yale makatazo waliokatazwa na Allah. Hii ndio afdalu shukr, ama hii ndio shukrani iliyokuwa bora zaidi katika miongoni mwa shukrani za Allah. Alhamdulillah, tusiishie tu katika maneno. Yani wewe mathalan umepewa neema fulani na Allah subhanahu wa ta'ala, alafu ukaishia tu kusema alhamdulillah, lakini hutekelezi maamrisho ya Allah wala huachi makatazo ya Allah. Hii sio shukrani, bado hujamshukuru Allah. Shukrani kubwa kwa Allah ipo katika matendo yako wewe, matendo gani unayofanya mbele ya Allah. Hii ndio shukrani kubwa kwa Allah, kwa kutekeleza maamrisho aliyoamrisha Allah na kuacha makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mwisho Allah akamalizaje? Ilayhi turja'un, yani يوم القيامة فيجازي كل عامل
bi'amalihi, fahamuni na tambueni ya kwamba mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipo siku mtarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya kiyama, siku ambayo fayujazi kulla amilin bi'amalihi, Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kila aliyefanya matendo kwa kadri ya matendo yake aliyofanya. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kwa hivyo hiyo siku ya kiyama watu watalipwa, wakumbuke hii siku ya kiyama. Kwa hivyo wamche Allah subhanahu wa ta'ala, wajitahidi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee na wala wasimshirikishe na chochote. Kama ni riziki, watu watafute riziki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa yoyote. Wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisha wamshukuru, alafu mwisho wakumbuke ilayhi turja'un, mtarudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi itakuwaje, kaif utakaporudishwa kwa Allah? Na siku zote tukiangalia sana katika hizi ayat, Allah subhanahu wa ta'ala akitaja kunako mambo ya tauhid, kuwakataza watu na shirki, kuwaelekeza watu katika kumwabudu Allah pekee, mwisho Allah utaona anaweka hii, yani anawakumbusha watu kwamba ipo siku mtarejeshwa kwa Allah, mtarejeshwa kwa Allah. Wacha kujisahau kaona kwamba kuna kitu kingine chafaa kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka ilayhi turja'un, tarudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Utaulizwa vipi, ilikuwaje, kila kitu utaulizwa, na utalipwa kwa kila kitu ambacho ulikifanya. Kama ulifanya khair fa khairan, kama ulifanya shar fa sharran, wala iyad billah. Na المعنى الإجمالي للآية، معنى الجملة اللي يبقى katika hii aya, anasema al-Allama al-Fawzan hafidhahullah: ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala bi talabi ar-rizqi minhu wahdahu. Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha katika hii aya watu watafute riziki kwake yeye Allah peke yake, la min al-asnam, wala si katika masanam, wala al-awthan, wala katika miungu mingine asikuwa Allah, si katika masanamu wala katika miungu mingine. Wa ifradihi bil ibada, na watu wafaa wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Maana kama ni riziki tutafute kwa nani? Kwa Allah. Alafu pia wa'buduhu, bimaana ifradihi bil ibada wa ifradihi bil ibadat, na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Washkuru lahu, na kumshukuru, yani mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala, onesheni shukrani. I'tarifu bi ni'mati, fahamuni, tambueni zile neema. Yani ukipata na neema, alhamdulillah, fahamu kwamba hii ni neema imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamu kwamba hii ni neema, kisha ukishafahamu, if'alu ma yajibu min ta'atihi watruku ma'siyatihi, tekeleza maamrisho ya Allah, wacha makatazo ya Allah. Hii ndio shukrani iliyokuwa nzuri na bora mbele ya Allah. Wal-i'tiraf bi ni'matihi, ama bi ni'mihi, na kufahamu na kukiri neema za Allah subhanahu wa ta'ala, allati asdaha ala ibadihi wa sarfiha min ta'atihi wal ibti'adi an ma'siyatihi. Kufahamu na kukiri na kutambua neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, ambazo amezifikisha kwa waja wake na amezielekeza neema hizo. Sasa katika njia ama namna ya kuzifahamu neema na kukiri neema na kushukuru neema, fi ta'atihi, inakuwa ni katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, walibtiadi an ma'siyatihi, na mtu kujiepusha na maasiya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usitumie neema alizokupa Allah katika kumuasi. Kuna watu Allah akiwapa neema fulani hutumia neema hiyo katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii sio shukrani. Shukrani nzuri ni kutumia neema katika kumtii Allah. Kama Allah amekupa mali, toa mali hiyo, toa sadaqat, lisha maskini, fanya khairat. Kama Allah amekupa chochote, amekupa mume, ishi na mume inavyotakikana, ni riziki hiyo umepewa na Allah. Hiyo ndio shukrani iliyokuwa bora. Mtii mume, tekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, fanyie wema na kadha wa kadha. Yani shukrani iliyokuwa kubwa zaidi isiishie tu kusema alhamdulillah, yani kwa Allah, isiishie tu hiyo, bali inakuwa kubwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi ta'atihi wal ibtiadi an ma'siyatihi, katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala
na kuwa mbali na kujiepusha na maasi. Ndivyo tunavyoelekezwa katika aya. Thumma yukhbiru anna al-masira ilayhi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatupa habari kwamba marejeo ni kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Fayujazi kulla amilin bi'amalihi, kisha huko atakwenda kumlipa kila aliyefanya matendo kwa kadri ya matendo yake aliyofanya. Fayajibu ala al-abdi an yahsiba lidhalika hisaban, ni wajib kwa mja kuwa na hisabu, kujihesabu kwanza yeye nafsi yake kabla ya kwenda kuhesabiwa na Allah. Yani awe na hisabu juu ya hilo. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla ya kwenda kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe anza kujihesabu leo hii, mimi ikiwa Allah ndio kadari yangu imefika leo hii ya kufa, ikiwa ninakufa leo, vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Nitakwenda kukutana na Allah katika sura gani? Nitakwenda vipi? Nitasimamishwa mbele ya Allah akiniuliza juu ya neema alizonipa nimezitumia vipi? Majibu gani nitakwenda kumjibu Allah? Akiniuliza kwa nini nilikuwa sitekeleze maamrisho, nitakwenda kujibu nini kwa Allah? Akiniuliza kwa nini alinipa neema lakini nikaenda kumuasi, vipi nitakwenda kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala? Yani hii ndio hisabu ambayo ni nzuri zaidi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hivyo kama tunavyofanya hisabu katika maisha ya kidunia, tunahesabu vipi leo biashara yangu, mbona haiendi? Shida nini? Hasara kwa nini inapatikana? Nifanye nini nifanikiwe? Mbona wenzangu wana majumba, mbona wenzangu wana magari? Hivyo unavyofanya hesabu ya kimaisha ya kidunia, fanya hesabu pia na maisha ya akhira. Vipi huko nitakuwa vipi? Kifa kisimamishwa mbele ya Allah, majibu gani nitamjibu Allah subhanahu wa ta'ala? Nimeandaa majibu gani ya kwenda kumjibu Allah, majibu yaliyokuwa mazuri, ili niweze kupata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Munasaba wa aya hii katika huu mlango, anasema al-Allama al-Fawzan anna fiha wujuba ifradi llahi bid-du'a wal-ibada. Ndani ya hii aya kuna wajib wa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, katika dua na ibada. Waradda ala al-mushrikina alladhina ya'buduna ghayrahu, na pia vile vile kuna raddi, waruddi mushrikun ambao wanamuomba na kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-aya, faida tunazipata katika hii aya. Kwanza, faida ya kwanza, ujubu du'a illahi wahdah wa talabi rizqi minhu, wajibu wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala pekee na kuomba na kutaka riziki kutoka kwake yeye pekee yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni riziki anatoa Allah, kama ni ibada yafatu mabudu Allah, kama ni dua kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu pekee yake, wala haifai kumshirikisha Allah na jambo lolote. Faida ya pili tunayoipata, wujubu ifradi llahi bi jami'i anwa'i al-ibada, ni wajib ama ulazima tunaoupata wa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zote zile. Kila aina ya ibada mwana kuwa hii yaonekana kuwa ni ibada, basi yafaa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada hiyo. Faida ya tatu, wujubu shukri llahi ala ni'amihi, wajibu wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake. Jamani, tumshukuruni Allah, tukithirishe shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neema nyingi. Wewe hata kama hauna mali, sio mpaka uwe na mali na magari sijui na majumba, na wewe una neema nyingi sana unazo. Hii pumzi tu hii ya oxygen ambayo wewe unaivuta free, bure kabisa, unavuta pumzi ya oxygen. Wafahamu kwamba kuna wenzako wanailipia kule hospitali. Yani mtu hawezi paka awekewe mashine mipira ili aweze kuivuta hii hewa oxygen. Wafahamu kwamba kuna wenzako na si bure wanailipia, lakini wewe free, bure kabisa, unapumua, una hema, unavuta hii pumzi ya oxygen bure kabisa. Shukuru Allah, ni neema. Una macho, kuna wengine hawana macho, ni vipofu, hawaoni. Neema hii ya macho uko nayo ni neema, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Uko na mikono, uko na miguu, unatembea. Kuna watu hawana miguu, wanafanya kutambaa, wanatambaa. Wewe na miguu unatembea, hii ni neema. Na neema nyingi katika neema alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala yafaa tumshukuru. Na Allah ametuahidi, la in shakartum la azidannakum, ikiwa mtamshukuru Allah, ikiwa mtaonesha shukrani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema alizowapeni, basi la azidannakum, Allah atakuzidishieni, atakupeni maradufu, mara nyingi zaidi ya zile neema ikiwa mtaleta shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa hivyo ni wajibu tumshukuruni Allah. Na shukrani kwa Allah ni vipi? Kwa kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Faida ya 4, ithbatul ba'thi wal jazaa. Tunapata pia kuona katika hii aya Allah aliposema ilayhi turja'un, tunapata uthibitisho kwamba tutakwenda kufufuliwa mbele ya Allah na tutalipwa kwa yale matendo yetu tuliyokuwa tukiyafanya katika hii ardhi. Tutakwenda kulipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya mwisho tunayoiona ama tunayoipata katika hii aya, annahu la tanafi baina talabi arrizqi wal iktisabi wa ibadati llahi wa anna alislam fihi khairu ad-din wad dunya. Hakuna mgawanyo wala hakuna tofauti baina ya mtu kutafuta riziki na kuchuma katika vilivyokuwa vya halali na ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hakuna makatazo wala hakuna tofauti wala hakuna mgongano. Yani watu watafute riziki wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, watu watafute riziki iliyokuwa ya halali, watu wachume kilichokuwa cha halali, watu muabudu Allah. Na pia tumeona katika hiyo kutafuta riziki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumtegemea Allah katika riziki, pia vile vile ni katika ibada. Na pia tunapata kuona kwamba anna al-islama fihi khairu dini wa dunya. Hii dini yetu, hii dini ya Uislamu, ndani yake imekusanya khairi zote za duniani, imekusanya khairi za dini na khairi za dunia. Uislamu umekusanya hayo yote, mpaka hata mtu, yani ile mtu kwenda kutafuta riziki yake iliyokuwa nzuri, riziki iliyokuwa ya halali, kuchuma kilichokuwa kizuri na kumtegemea Allah katika hiyo, pia kumbe inaingia katika ibada. Tunaweza kuona pia Uislamu umekusanya khairi ya dini na khairi ya dunia. Naktafi bihadha alqadar, tunaishia katika qadar hii Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuwafikia kwa siku ya leo katika kuzungumzia na kutaja. Kwa tunazungumzia katika masala ama mlango unaosema minashirki, ni katika shirki mtu kutaka msaada ama uokozi wa jambo fulani kwa asiyekuwa Allah na kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani dua, katika dua kuelekeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika shirki. Lillahi alhamdu, tumeweza kuona kwa upana wake na urefu wake. Juu yetu sisi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kuwa minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, miongoni mwa wale wenye kusikiliza maneno yake yaliyokuwa mazuri na kuyafuata yale yaliyokuwa mema zaidi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.